Watanzania wenzangu, hebu tutafakari kwa pamoja maneno haya. Mtakumbuka kwamba kipindi cha kampeni zile nilikuwa nawaambia baada ya zile kampeni hali itakuwa mbaya sana. Nikaa nawaambia jinsi anatumia hela za umma ili kufanya ule uchaguzi, kulipa watu wajae. Nikawaambia jinsi anatumia hela zote kwa ajili ya kuzuia maandamano and everything. Sasa hivi ndo tunaanza sasa kuziona effect. Imagine baada ya miaka 60, baada ya miaka 60 ya uhuru, Tanzania kuna mgao wa maji. Mgao wa maji. Maji. In 2025, Tanzania hakuna maji. Na bado wanang'ang'ania nchi mpaka wanaua watu. Na bado wako tayari kuua watu kushikilia nchi. Lakini maji, baada ya miaka 60, maji tu na bado wanaua watu ili washikilie nchi. Watanzania, hatuwezi kurudi nyuma. Hatuwezi kukubali na hatuwezi kurudi nyuma. Lazima haki patikane. Bila haki kupatikana, matatizo haya hayataweza kuisha. Lazima haki patikane. Lazima tuweze kuchagua viongozi wenye uwezo. Lazima Watanzania tuweze kuchagua viongozi wetu, vyama, watu wenye uwezo. Ebana, kwa vipi Mwanaswahili TV, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Wakati huu nafuatilia video moja ambayo imekuwa posted kwenye mtandao wa kijamii na mwanadada mpambanaji muite Mange Kimambi. Mange Kimambi ameposti video dakika 1 na sekunde kadhaa akiongea kuhusu ukosefu wa maji nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa baada ya kuposti video hii, ameandika caption kwenye mtandao wa kijamii wa X. Amesema kuwa in 2025 kuna mgao wa maji Tanzania, alafu wanang'ang'ania nchi mpaka wanaua watu. Haikubaliki. Sasa hapa Mange Kimambi anajaribu kurejelea kile ambacho kilifanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka wa 2025, pale ambapo vijana wa majenzis nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waliamua kuonyesha ghadhabu zao kwa serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Hawa ni vijana ambao walishiriki kwenye maandamano siku ya uchaguzi na walishushiwa kipigo na maafisa wa jeshi la polisi. Sasa hii ni issue ambayo wengi wamekuwa wakiongelea kwa karibu zaidi na kwa undani na kwa hisia za ndani zaidi, wakiwemo wale ambao tunawaita wanaharakati ndani ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na vilevile nje ya Tanzania. Sasa Mange, baada ya kusema kuwa kuna mgao wa maji Tanzania, amelinganisha ile hali ya watu kukosa maji nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na uongozi mbaya, kwa maana anasema kuwa watu wanang'ang'ania nchi mpaka wanaua watu, lakini wanashindwa kupea wananchi hii bidhaa muhimu zaidi ambayo inajulikana kama maji. Sasa baada ya kupandisha video hii kwenye mtandao wa kijamii na kuandika hii caption ambapo anasema kuwa mwaka wa 2025 kuna mgao wa maji Tanzania, alafu wanang'ang'ania nchi mpaka wanaua watu, haikubaliki. Kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye hii video ya Mange Kimambi kwenye mtandao wa X. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Eze, anasema dada, Mwanza ziwa limejaa maji na sisi tupo karibu na mji, ila tunakubalia mwezi sasa hatuna maji. Alafu akaeka emoji ya mtu ambaye amelia na bendera ya Tanzania. Alafu Samaki 00 anasema yani bora amani, maji ya nini? Yani ni bora tufe na kiu, tuumwe magonjwa, tutapike, ili mradi tu amani iwepo, tutakunywa amani na kiu yetu itaisha. Akasema asante. Alafu isiku takapokwisha, anasema mkeka umechanika wa haini sufuri. Alafu Bikirembwa -1 akaandika kuchaniwa mkeka kuna uma sana da. Hilda akasema haikuwa akili hata chembe, kama tuna flyover 200 sina basic needs, maana yake viongozi wamefeli kuprioritize tokens. Jamani, chama kimeingiliwa na walafi ambao not only walafi but they are also incompetent, yani wameshindwa kula kisirisiri au hata ng'ata kupuliza aibu. Mwingine anajulikana kama Rumbwe Uncensored amemuuliza Grok translate please, yana nataka Grok
wafanyie kila ambacho tunachokita tafsiri. Karagwe Kingdom asema kuna nchi nyingi zinatuonea uwivu kwa kukosa maji, wanatamani kuwa kama sisi, tuwe makini wasije wakatuchonganisha na serikali tukavunja amani, yani sarcasm. Alafu mwingine anajulikana kama Mo amesema funny stuff, imagine nchi yetu maziwa makuu matatu, bahari na mito, and we're just folded with this stupidity. What's the actual focus kwenye hii nchi walaya? Alafu Shida Ntumba anasema ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa, mito kibao, still maji hatuna. Nenda Misri huko na Sudan wanatumia maji ya mto Nile unaotokea ziwa Victoria kwa kilimo na matumizi yote, ila hakuna uhaba wa maji. Miaka nenda rudi, sijui tunafeli wapi. Mwingine anajulikana kama The Kill Boy anasema yani DAWASA wameshindwa kuleta watu maji alafu wanajenga magorofa. Nchi ikikosa viongozi wazalendo ni tatizo kwa wananchi wake. Alafu mwingine anajulikana kama LT Momo anasema ulikuwa mbali sana dada yetu, hii ni aibu kubwa sana, eti maji da. Alafu Mkude akasema very shameful, DSM Business City nakosa maji, wakienda Dubai wanashindwa kuuliza vitu kama maji yatapatikanaje. Matt 24 anasema sio mgao hata, ni shida kabisa, maana ni wiki 3 sasa maji hayatoki kwetu, kama ni mgao huu ni kiboko kwa kweli. Kwa hiyo ni wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi mwanadada mpambanaji ambaye anajulikana kama Mange Kimambi, akiongea kuhusu ule ukosefu wa maji nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kumekuwa na malalamishi kibao kutoka kwa wananchi ambao wanaishi maeneo ya Dar es Salaam na viungani. Wanasema kuwa hamna maji, na hata maji yakipatikana si yale maji safi ambayo yanaweza tumika na binadamu wa kawaida. Sasa Mange Kimambi amejaribu kuhoji, anasema kuwa mwaka wa 2025 kuna mgao wa maji Tanzania, alafu wanang'ang'ania nchi mpaka wanaua watu, haikubaliki. Sasa inaonekana Mange Kimambi amecharuka kutokana na ile hali ya Watanzania kukosa maji, na hili ni jukumu la viongozi, kwa maana kiongozi akiomba kura ili apewe dhamana ya kuongoza nchi, kuna vitu vingi ambavyo viongozi huwa wanaweka kuhakikisha kuwa wananchi wako sawa zaidi, lakini hii ishu ya ukosefu wa maji imeonekana kuwa ni donda sugu nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana kuna wengi ambao wanasema kuwa mto Nile unatoka maeneo ya ziwa Victoria ndiyo, lakini ukiangalia nchi ambazo wamepata faida ya Nile kama Sudan na Misri, haya ni mataifa ambayo huwa hayakosi maji safi. Kwa hiyo tunajaribu kufuatilia kwa karibu zaidi na angalau tupate kujua inakuaje tamko la mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi kutokana na ukosefu wa maji maeneo ya Dar es Salaam ama jijini Dar es Salaam, nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na anasema kuwa viongozi wanang'ang'ania nchi mpaka watu wanakufa, lakini bado hakuna kile ambacho tunachokiita maji kwa wananchi. Sasa Mange Kimambi anasema kuwa hii ni issue ambayo haijakaa vizuri zaidi. Kwa hiyo nimejaribu kudadavua mengi na angalau nipate kujua kwenye video hii Mange Kimambi alikuwa anasema nini, na vilevile usisahau kusubscribe, kulike na vilevile kushare. Ukiwa kule magetoni, vijiweni na mitaani, usisahau kuwajuza wana kuhusiana na channel hii ambayo iko kwa kasi zaidi, ite Swahili TV. Mtakumbuka kwamba kipindi cha kampeni zile nilikuwa nawaambia baada ya zile kampeni hali itakuwa mbaya sana. Nikaa nawaambia jinsi anatumia hela za umma ili kufanya ule uchaguzi, kulipa watu wajae. Nikawaambia jinsi anatumia hela zote kwa ajili ya kuzuia maandamano and everything. Sasa hivi ndo tunaanza sasa kuziona effect. Imagine baada ya miaka 60, baada ya miaka 60 ya uhuru, Tanzania kuna mgao wa maji. Mgao wa maji. Maji in 2025 Tanzania hakuna maji. Na bado wanang'ang'ania nchi mpaka wanaua watu. Na bado wako tayari kuua watu kushikilia nchi. Lakini maji baada ya miaka 60, maji tu na bado wanaua watu ili washikilie nchi. Wa Tanzania hatuwezi kurudi nyuma.
Hatuwezi kukubali na hatuwezi kurudi nyuma. Lazima haki patikane. Bila haki kupatikana, matatizo haya hayataweza kuisha. Lazima haki patikane. Lazima tuweze kuchagua viongozi wenye uwezo. Je, nini maoni yako?